Chague ili tuweze kuboresha soko lenu, muweze kupata faida katika kuuza mazao yenu. Lakini swala lingine ni swala la madini. Tujui kwamba mkoa huu unapokea mrabaha shilingi ngapi kutokana na uuzwaji wa madini ya Tanzanite. Kwa sababu sina taarifa hizo, na sidhani chama chetu katika ilani kimesema wazi, endapo mtatuchagua katika sekta ya madini, tutahakikisha 40% ya ukusanyaji wa maduhuli yanarudi katika halmashauri kwa ajili ya kuendesha huduma za kijamii. Mkoa wenu utakuwa na fedha nyingi sana, lakini leo hamnufaiki na chochote katika madini ambayo yanatoka katika mkoa wa Manyara. Kwa hiyo nichagueni niwe rais ili tuweze kurudisha 40% zaidi ya 40 kwenye mkoa wenu unaotoa madini, ili fedha hizo zije ziwasaidie wakazi wa mkoa wa Manyara. Leo fedha watu wanauza madini, wanakuwa mabilionea, wanajenga magorofa. Watu wa mkoa wa Manyara ni nyinyi hapa ninaowaona. Jengo magorofa, mimi nikaona nije niwaombe tarehe 29 mkanichague niwe rais, ili tutumie rasilimali zilizopo kwa ajili ya maisha yenu. Haingii akilini bidhaa ambayo inapatikana Tanzania peke yake, mkoa wa Manyara peke yake, halafu watu wa mkoa huo ni maskini wa kutupwa. Haingii akilini. Na mimi nawashangaa wenzetu wa CCM, wanatumia akili gani kuiongoza hii nchi ikiwa ina rasilimali za kutosha ambazo ni rasilimali adimu, hazipatikani popote duniani, zinapatikana kwako, halafu watu wako ni maskini. Na washangaa sana ndugu zangu wa Chama cha Mapinduzi. Mimi kabila yangu ni Mzigua wa Handeni. Nimezaliwa miaka 50 iliyopita na ni mtu mzima sasa, sio kijana. Najua matatizo yanayowakabili wa Tanzania kiasili na kitafiti. Kiasili ni haya maisha mnayoishi nyinyi ya kukosa umeme kidogo, mara pa hiyo inaitwa kiasili, na mimi nayajua hayo maisha. Lakini kitafiti, tumeyafanyia utafiti matatizo ya Watanzania. Hali za maisha ni ngumu sana, na zinatokana na sera ambazo hazikidhi mahitaji ya Watanzania. Sasa hii huwezi kuitekeleza kama hujapewa mamlaka na Watanzania, na mamlaka hiyo inatoka kwenu kwa mujibu wa katiba, na kazi yake ni kwenda kunipigia kura. Na tunatumia akili ya kawaida tu kufanya mabadiliko. Ni ipi hiyo akili ya kawaida? Tunapima, maana sisi ni watu wenye akili timamu. Tunapima CCM walioyafanya kwa kutumia rasilimali zetu kwa miaka 64, yanakidhi kuendelea kuwepo madarakani? Hili ndio swali ambalo mnatakiwa muende nalo nyumbani.